Hello, habari, karibu nifunze tech. Kwenye somo hili ni somo la 9. Of course ni mradi wa 9 au project ya 9 katika zile project zetu za kujifunza HTML. Project yetu hii inaitwa ni Content Embedded. Sasa hii of course ni technique ambayo inatumika kuweza kuchukua content, kuweza kuchukua maudhui kama ni video labda au kuchukua picha, unachukua kutokea kwenye kampuni nyingine labda au kwenye site nyingine, unaichukua unaleta katika site yako. Ni kama vile unakwenda kule kwenye site husika, unachukua kama ni content, unaihamishia katika site yako. Hiyo ndio content embedding. Sasa kwenye content embedding tunakwenda kutumia tag ambayo inaitwa ni iframe. Hii ni tag ambayo unaweza kuitumia labda kuchukua kama ni link kutokea YouTube kule, unazichukua unakuja kuzikopi katika site yako. Kwa hii kidogo iframe itatusaidia kuweza kusave space katika server zetu. Kwa hiyo hatuhitaji kuweza kuchukua mavideo yale makubwa kutokea YouTube na kuleta katika site yetu. Of course yatachukua space kubwa sana. Kwa hiyo tunatumia iframe ili tuhakikishe kwamba hatutumii nafasi kubwa au space kubwa katika server yetu kuweza kuhifadhi hizo video kubwa za YouTube. Kwa kinachofanyika hapa, tunakwenda kule YouTube, tunakwenda kuazima dirisha tu lile la YouTube, unaleta huku kitaalamu. Hiyo ndo kazi ya iframe. Sasa ili uweze kufanya hii project yetu, tutakwenda of course tutakwenda kujifunza ni kwa namna gani tunaweza tuka embed Google Map. Ingawaje hii njia ambayo inatumika hapa ni njia hiyo ambayo utaitumia unapohitaji labda kuchukua linki kutokea YouTube, hatua zitakuwa ni zile tu. Kwa kwenye video hii tutaangalia kwa namna gani tunaweza tuka embed Google Maps katika site zetu. Kwa tuweze kujifunza kwa namna gani hizi Google Maps zinakuwa embedded katika site yetu. Hii kidogo inasaidia labda kama una physical location yako. Of course kuna baadhi ya site wao wanaweka namba za simu, sijui email kama content au mawasiliano ya kuafikia, lakini ni vizuri pia unaweza ukaweka Google Map katika site yako ili mtu aweze kufika kiurahisi kwa kupitia ramani ya Google. Kinachofanyika hapa, tunakwenda kule kwenye Google Maps, kule kwenye site ya Google Map, tuna copy location yako na kuihamishia katika site yako. Kwa hiyo itakuwa inaonesha pale kwamba unapatikana wapi. Kwa hiyo twende tukajifunze tuweze kuona jinsi inavyofanyika. Hakikisha kwanza una internet katika kompyuta yako. Kwa hiyo utakwenda connect mtandao katika kompyuta yako, utakwenda kutumia browser kama ni Google labda, kama ni Google Chrome, kama ni Firefox labda, kama ni Opera Mini, yoyote ambayo wewe utakuwa unaitumia kwenye kifaa chako hapo, utakwenda kuifungua hiyo browser yako. Kwa mimi nitakwenda kutumia Firefox. Kwa hiyo nitakwenda kuifungua Firefox yangu kama inavyoonekana hapa. Tutakwenda kuchukua ramani kutokea Google na kuihamishia katika site yetu ambayo itakuwa ndio physical location ya labda kama ni ofisi yetu labda. Hii kidogo inamsaidia yule kama ni mtu ambaye anataka kufika ofisini kwenu aweze kufika kiurahisi zaidi. Kwa nitakuja hapa kwenye kusearch, search Google Map. Search Google Map kisha utabonyeza enter. Kisha search Google Maps, ikishafunguka hapa utaingia kwenye Google Map hapa. Utasubiri ifunguke. Hakikisha kompyuta yako ina internet ambayo ni stable kidogo ili iweze kufanya hili zoezi kiurahisi. Kwa cha kufanya hapa, utakuja kwenye sehemu ya kusearch hapa, utasearch sasa kwamba nyie mnapatikana wapi. Kwa mfano labda tuseme tunapatikana labda Buzuruga, mfano tuseme tunapatikana labda ni Buzuruga, labda Buzuruga Market Mwanza. Tunapatikana labda Buzuruga sokoni, mfano ndio ofisi yetu labda ilipo. Utabonyeza hapa ili uweze kusearch hiyo location. Kinachofanyika hapa, ramani ya sehemu husika kama inavyoonekana hapa. Sasa wakishakuletea hii ramani, utaingia kwenye sehemu hapa ya kushare, utabonyeza kwenye kushare hapa. Tasubiri kidogo ifunguke. Baada ya hapo utaingia kwenye hii sehemu ambayo inaitwa ni embed map. Kwa maana yake hapa nitakwenda kukopi kodi ambazo nitakwenda kuziweka katika site yangu.
Kwa nitabonyeza hapa kwenye embed map. Tasubiri kidogo. Kama inavyoonekana hapa, hii ndio site, kwamba hapa ndo Buzuruga sokoni, hapa labda ndo ofisi yetu ilipo. Kwa tayari hii ni location ya ofisi yetu. Kinachofanyika hapa sasa, nitapanda huko juu. Nitapanda huko juu. Baada ya hapo nitakuja kwenye sehemu ya kukopi. Hapa nitakopi HTML. Utakopi. Kisha copy sasa hivi utarudi katika sehemu yako ya kuandikia kodi ambayo ni kwenye Visual Studio. Kwa nitakuja hapa, nitarudi kwenye hapa, nitabonyeza. Of course nimeshaandaa tayari faili letu. Nimefungua faili, nimeliita lamani.html. Nimetengeneza setup ya faili langu ndo hilo hapa. Labda hapa kwenye title, labda tuseme labda ni location. Baada ya hapa nitakuja kwenye sehemu ya body hapa, nitabonyeza enter. Kumbuka kule tulikopi. Kwa hiyo tunakuja huku kupaste. Kupaste kwa haraka kwenye keyboard hapo utashikilia control, utasema V. Mpaka hapa unakuwa tayari umesha copy ile HTML yako kutokea kwenye site ya Google. Kwa kama inavyoonekana hapa. Yep. Ukimaliza hapa unaweza ukasave, ukasema tu control S. Kwa hii kidogo yenyewe ni simple. Tunakwenda kule, una copy, ukija huku una paste, basi kazi inakuwa imeisha. Kwa hii hapa huwa hatushauri uiandike kimkono. Tunakushauri uende kule ukopi, sababu of course ni kodi ambayo kidogo ni ndefu, lakini pia ni kodi ambayo inachanganya. Kwa unaweza ukakosea. Ukikosea maana yake haitofanya kazi. Kwa tunashauri uende kule uikopi. Baada ya hapo uta save control S. Utakuja kwenye sehemu ya go live hapa. Utabonyeza ili iweze kulani hizi kodi zetu. Utasubiri hapa ifunguke. Wakati unafanya yote, hakikisha kompyuta yako ina internet. Yep, ili iweze kufanya vizuri. Yep. Kama inavyoonekana hapa imeweza kudisplay. Tunaweza tukaamua kidogo tuiongezee kidogo vitu. Tuje hapa tuongeze kitu kidogo. Tuseme labda hapa, tuseme labda kwenye body hapa, tuseme labda tufungue heading 3. Labda tuseme labda lamani ya office. Lamani ya ofisi yetu. Mfano utafunga. Ukishafunga hapa, sasa tukaamua pia tuiweke katikati center, mfano tu ili iweze kuonekana vizuri katikati. Utafunga pia center, utasema hii ikae katikati. Unaweza ukasave. Hii pia unaweza ukaweka BR, kwamba ikisha display hii title ambayo ni lamani ya ofisi yetu iruke mstari, ndipo iweke hii location yetu. Maliza, utabonyeza control S kwa ajili ya hapo, na control S kusave. Rudi kwenye browser hapa kuweza kuangalia matokeo. Kwa kama unavyoona hapa, utaweza kuona. Ukirefresh sasa hivi unaweza ukaona lamani tayari imeshakuja. Kwa maana yake hii lamani itakuwa inaonesha location mnapopatikana nyie, ofisi yenu physically mnapatikana wapi. Kwa ndo hivi ndo namna ambavyo unaweza ukachukua content kutokea kwenye site fulani kuihamishia katika site yako. Tunaita ni kufanya embedding. Una embed content. Njia hii unaweza pia ukaitumia kama una copy link, pia ni vile vile kutokea YouTube kule. Unaingia kule YouTube kawaida tu, una search kama ni video ambayo unaitaka, pale kwenye kushare una copy ile embed code kama tulivyofanya huku kwenye kusearch kwenye Google. Kwa hiyo utakopi ile link ambayo ni embed kutokea YouTube kama kawaida, utakuja kwenye kodi yako huku, utaikopi, utasave, utakuja kwenye browser huku, uta refresh na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo kufikia paka hapa, huu ndio mwisho wa
video hii, na pia ndio mwisho wa project zetu za HTML. Natumaini tumejifunza mengi kuanzia project ya kwanza mpaka project hii ya mwisho. Tumejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo nafikiri hapa ndio mwisho wa kozi yetu hii fupi ya HTML. Tumeweza kupata msingi wa matumizi ya hizi tag za HTML. Kwa katika video zifuatazo tutakwenda kuanza series mpya ya CSS ambayo ni Cascading Style Sheet. Tunajifunza CSS kwa lengo la kufanya decoration, yani kuweka muonekano mzuri katika site zetu, kuweza kuweka rangi, mpangilio mzuri. Kwa hiyo CSS ndio inakwenda kufanya decoration katika sites. Kumbuka HTML ilikuwa inatengeneza structure tu, kulikuwa hatuweki urembo, muonekano, yani kwamba labda kuwe na rangi hii, labda zijipangilia hivi, tulikuwa hatufanyi hivyo. Kwa hiyo kama video hii imekusaidia, usahau kulike, kushare pia na watu wengine. Pia usahau kusubscribe katika channel yetu ya Nifunze Tech ili kuendelea kujifunza zaidi. Asante.